Habari gani mtazamaji wa Manyuzi TV, nikukaribishe tena kuendelea kuzichambua habari za kimichezo kutoka hapa. Bwana, siku ya leo imekuwa ngumu sana kwa vilabu vyetu vya nyumbani Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Tukianza na upande wa Young African Sports Club, dakika 90 zimekamilika za mchezo wa mwisho wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF katika kundi B, zikikutanisha klabu ya soka ya Young African Sports Club dhidi ya JS Kabylie. Young African Sports Club akiwa nyumbani katika dimba la New Amani Complex Zanzibar, maarufu kama Guantanamo Bay. Mchezo ulikuwa ni wenye hadhi ya kuitwa mchezo wa kimataifa kutokana na performance ya timu zote mbili ambazo wamezionyesha katika mchezo huo. Young African Sports Club imeondoka na ushindi wa magoli matatu na kubeba alama 3 ambazo zimefanya anamaliza michezo yake ya ligi ya mabingwa Afrika CAF akisalia katika nafasi ya 3 akiwa na pointi 8, ambapo katika msimamo huo B, Al Ahly ndiye anaongoza kundi akiwa na points 10, akifuatiwa na FAR Rabat mwenye pointi 9, akifuatiwa Young African Sports Club mwenye pointi 8, akiburuza mkia katika msimamo wa kundi akishika nafasi ya 4 JS Kabylie mwenye pointi 3. Timu mbili zilizofuzu katika kundi hilo B ambalo Young African Sports Club yumo ndani yake ni Al Ahly pamoja na FAR Rabat, zote zikitokea katika falme za Kiarabu katika ukanda huu wa Afrika. Mchezo ulioamua kama ni kusonga mbele kwa timu ya Young African Sports Club au hapana ni mchezo wa Al Ahly dhidi ya AS FAR Rabat, timu hizo mbili ambazo zinatoka katika falme hizo za Kiarabu, baada ya kutoa suruhu ya bila kufungana goli lolote, ambapo kwa upande wa Yanga iliweza kufanya kwa nafasi yake kufikisha idadi ya magoli 3 ambayo ilikuwa inahitajika ili kufuzu kwenda katika hatua inayofuata ya robo finali. Ikawa inabaki kuingojea timu ya Al Ahly endapo ipate ushindi angalau wa goli 1 dhidi ya AS FAR Rabat ili kumsogeza Young African Sports Club katika msimamo wa kundi B kuwa nafasi ya pili, huku nafasi ya 3 angeshika AS FAR Rabat kwa kuwa Young African angemzidi FAR Rabat magoli. Isivyo bahati, FAR Rabat ameweza kutoka sare ya bila kufungana akiambulia alama 1 ambayo inamfanya kuwa na alama 9 katika msimamo wa kundi na kuendelea kusalia nafasi ya pili, huku nafasi ya 3 akishika Young African Sports Club, na timu mbili katika msimamo huo wa kundi Al Ahly na FAR Rabat ndizo ambazo zimeweza kufuzu kuelekea katika hatua ya robo finali. Na huo ndio umekuwa mwisho wa timu ya wananchi ya Young African Sports Club kuendelea mbele katika hatua inayofuata ya robo finali katika ligi ya mabingwa barani Afrika CAF 2025-26, huku wakirudi kujipanga upya kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao, wakiungana na klabu ya soka ya Simba Sports Club ambaye alitangulia kuwa nje ya mashindano hayo katika mchezo wake wa siku ya jana. Tutupie jicho pia kwenye mashindano haya ya CAF kwa upande wa CAF Confederation Cup, ambapo timu zote mbili zinazoshiriki kwenye michezo ya mashindano hayo zinacheza siku ya leo. Mchezo mapema ulikuwa ni kati ya klabu ya soka ya Wydad Casablanca dhidi ya Azam Football Club, ambapo Azam Football Club imeweza kupigwa magoli 2-0 dhidi ya Wydad Casablanca, magoli yaliyopatikana katika dakika za mwisho kabisa za mchezo na kuifanya klabu ya soka ya Azam FC kuondoshwa katika mashindano hayo ya CAF Confederation Cup akisalia na pointi 9, huku klabu ya soka ya AS Manyema ikimzidi Azam FC kwa pointi 3 akiwa na pointi 12 akishika nafasi ya pili baada ya mchezo wa AS Manyema versus Nairobi United kushinda magoli 3-0. Mchezo mwingine wa ligi ya shirikisho barani Afrika ni kati ya Singida Black Stars dhidi ya Stellenbosch, ambapo mchezo huo umemalizika kwa kutoshana nguvu na kutoka suruhu ya bila kufungana goli lolote. Bwana, hayo ndo matokeo ya mchezo wa siku ya leo katika ligi ya mabingwa barani Afrika CAF pamoja na ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Timu 4 ambazo zimeingia kutoka katika nchi ya Tanzania zote zimetoka katika mashindano hayo ya CAF katika msimu huu wa mwaka 2025-26, wakijipanga katika misimu inayofuata angalau kufuzu katika hatua ya makundi kuelekea katika hatua ya robo finali. Bwana, kila laheri kwa timu hizi zote, endeleeni kujipanga, endeleeni kujifua ili tuone burudani za mpira kutoka katika vilabu vyetu vya kutoka Tanzania. Hii ni Manyuzi TV, usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Endelea kuview kila video ambayo inatoka hapa ili usipitwe na kupata updates mbalimbali. Nikuage tu kwa sasa, tukutane baadaye.